Salamba, ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kile ambacho kimetokea kule visiwani Zanzibar mpaka hivi sasa watu wanaamini kwamba mnyama Simba anaweza kwenda kuchukua matokeo kokote pale. Ukiwasikiliza nakwambia walicheza mpira mkubwa, waliweza kufunga goli, lakini isivyo bahati kwa upande wao halikukubaliwa kutokana na muamuzi. Hii unaona mashabiki wa Simba mentality hiyo wanaenda nayo, watakuwa wameingia chaka ama imekaje kaje? Kwanza uwezi kulizungumzia goli ambalo alikuthibitishwa. Yaani hayo sio matokeo. Matokeo yalikuwa ni ya sare. Kwa maana ya bila kufungana. Na zile occasions za muamuzi ziliathiri kila upande. Wao ziliwaathiri na Yanga pia ziliwaathiri. Kwa hiyo tosha kusema kwamba ilikuwa ni makosa ya waamuzi, lakini pia bado walikuwa na nafasi ya kuweza kuscore zaidi ya goli moja. Na waanza kuona kwamba wao walikuwa bora, lakini katika bora wao bado walishindwa kuitikisa Yanga. Maana yake bado hawajafika kwenye level ambayo wanaweza kudominate Yanga. Yanga hakucheza vizuri, lakini alifanikiwa kuweza kusecure alama moja. Unaelewa, hata mechi ya Yanga na Azam, Yanga hakucheza vizuri, akasema kuchukua alama moja. Kwa hiyo katika kiwango kidogo cha Yanga ndipo kwenye ubora mkubwa wa Simba na Azam. Si unanielewa? Yaani Yanga akiwa katika kiwango cha kawaida ndipo unaweza ukaona ubora mkubwa wa Simba na Azam. Maana yake Yanga wako top kuliko Simba na Azam. Dabi imepelekewa kule Mbweni. Maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli mtandaoni. Kila mmoja ametoa maoni yake. Wengine wanasema hadhi ya dabi inaenda kushuka, wengine wanasema ni sehemu sahihi kule kutokana na mnyama ni uwanja wake wa nyumbani. Wewe maoni yako ni yapi? Mimi nafikiri kuna sehemu tunakosea. Kuna sehemu tunakwenda ndivyo sivyo. Unajua, moja ya kitu ambacho kinafanya ligi yetu iweze kuwa bora na kutamaniwa ni mechi ya Simba na Yanga. Na kwenye siku za karibuni tulifanikiwa kufanya Afrika nzima kuweza kuunganisha kati ya Simba na Yanga. Utakuwa shahidi kabla ya zile mechi zikaanza yale mazonge ya kubadilisha muda mara kuahirisha, walikuwa waandishi kutoka Kenya, Uganda, Ivory Coast walikuwa wanakuja, na ilikuwa inakaribia kuwa kama sio dabi namba moja basi namba 2, ukitoa dabi ile ya Ahli na Zamalek, ukija kutoa labda dabi nyingine pengine ya Wydad, labda na Raja Casablanca, ukija Kaizer pamoja na Orlando Pirates, ndio ilikuwa inakuja dabi ya Simba na Yanga. Moja ya identity ya ligi ni hizi timu kubwa. Leo tunazungumzia kwa upande wa kule rani wa La Liga, unazungumzia Madrid, unazungumzia Barcelona, ukija sehemu Uingereza, sehemu nyingine. Sasa kitendo cha kuanza kuifanya kama ni mechi ya Lipuli na Mbeya City ndio kinazidi kuanza kusha mpira wetu unashuka thamani. Kwa sababu gani? Hatuzungumzii kwamba uwanja wa Jenerali Samuyo sio kiwanja cha kuchezea, lakini sehemu yote, ndio maana hata Uingereza kuna viwanja vya kawaida na kuna uwanja ule mkubwa, uwanja wao unaohitaji ule uwanja ambao wanachezaga mechi kubwa za FA finali, ligi zote finali, Wembley. Sasa kwa nini kuna Wembley? Kwa nini katika mechi ya finali wasipeleke uwanja wa Fulham? Kwa nini wasipeleke labda pengine uwanja labda wa Goodison Park na sehemu nyingine? Kwa sababu ni uwanja ambao unakwenda kuonyesha thamani na hadhi ya ligi ya Uingereza. Tuna uwanja Benjamin Mkapa, ni uwanja ambao umekidhi vigezo na unaweza kwenda kuvutia watu wengi. Okay, fine. Uwanja huo una changamoto pengine za kimatengenezo, hauwezi ukapingana nalo. Uwanja mwingine upi? Tuna uwanja wa Amani Complex. Uwanja ambao ulithibitika kuchezea mechi ya finali ya kombe la shirikisho. Maana yake ni uwanja ambao umekizi vigezo vyote kuanzia appearance, pitch na kila kitu. Na ndio maana Yanga waliamua kupeka mechi wapi? Zanzibar, kwa maana sema ambao itakwenda kuakisi na ukubwa wa mechi. Bado Yanga angeweza kuamua kwenda KMC, ndio uwanja wake nyumbani, na bado angeweza kucheza. Kinje tukiangalia uwanja wa KMC unatosha kupeka mechi ya hadhi ya dabi, au angeamua kupeka mechi katika uwanja wa Azam Complex, je, unatosha? Kwa hiyo nafikiri haikutakiwa tu yawe maamuzi ya Simba kuweza kuchagua. Nafikiri na wenye mpira nao wangeangalia engo nyingine. Kwa sababu ni kwa kufanya hivi ni kwenda kuishusha mechi thamani, lakini pia tunakwenda kutengeneza uhalali kwamba mwenyeji wa mechi anaweza akafanya siku utasikia Yanga wamechagua uwanja wa Manungu mechi ya Simba na Yanga. Unanielewa sijui? Na uwezo kuwazuia kwa sababu Simba alipeleka uwanja wa Isamuyo. Sawa, utasema una pichi bora. Lakini mechi kiwanja bora sio pichi tu. Kuna vitu vingi unaangalia, idadi ya mashabiki, unaangalia usalama, unaangalia majukwaa na vitu vingine vingi. Lakini je, unaanza kutengeneza picha gani kwa upande wa mashabiki wa soka ambao walikuwa wanaamini ni mechi ambayo kwa wao ni mechi ya mtoko? Kwa mtu anatoka Mwanza, anatoka hapo, unaanza kuwaambia nini? Maana yake unafanya watu waanze kuamini kwamba mechi hii inaweza kupatikana sehemu yoyote. Kwa binafsi halijanifurahisha kwa sababu naona kama linakwenda kuishusha dabi yetu na kupikia kwamba mechi yote ya ligi hiyo ni mechi ya kawaida na kusiwe na mechi kubwa. Halijapendeza hata kidogo. Kwako wewe ulitamani
dabi kachezwe wapi Salama? Uwanja ambao ungeweza kuakisi na ukubwa wa dabi. Nikutoe hapo, kuna ile ambalo kwa hivi sasa linaendelea mitandaoni kuhusiana na baadhi ya wachambuzi. Dominic Salamba, wewe ni mkongwe, unafahamu vyema hili ambalo linaendelea kwa hivi sasa kati ya Young Africans pamoja na mzee wa Jambia Wilson Uluma. Kwako wewe maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba si jambo jema, jambo ambalo halitakiwi kuweza kupigiwa debe. Unajua sasa kuna changamoto moja. Kuna timu, yani kuna hata kwenye uchambuzi, kwenye hizi media, kwenye redio, kila sehemu kuna timu. Yani watu wamehama kuzungumza ukweli, wanazungumza ni kama vita ya Iran na Marekani. Kwamba mtu akiwa anaipenda Iran basi anachambua kwa mujibu wa Iran, akiwa anapenda Marekani, kwa hiyo uwezi kupata ukweli. Kila mmoja anakuwa anavutia kwenye upande wake. Ukiangalia jambo ambalo mimi binafsi nafikiri ni jambo ambalo la kuhuzunisha. Alikupaswa kwa sababu ukweli wa kuweza kutatua changamoto za mpira au uwezi ukauzungumza kwenye redio. Kuna mamlaka, ni jambo la kisheria ambalo lipo, mamlaka zipo, ni taasisi zipo ambazo zinahusika na hivyo vitu. Wale ndio wenye meno na sio mashabiki wa mpira wa miguu. Kwa hiyo kama palikuwa pana tuhuma zozote, pana ushahidi wowote, badala ya kwanza kuzungumza kwenye redio, ungeenda kukabidhi kwenye maeneo husika na vyombo, na pengine ingekuwa ni njia sahihi, kwa sababu ungeweza wafanye uchunguzi wao bila kelele yoyote na bila kuwastua wale ambao wanahusika, na baadaye tungeweza kuthibitisha. Sizungumzi kwa maana kwamba pengine tunaitetea Yanga au wamefanya au hawajafanya, lakini je, hiyo njia wanaoitumia kuweza kwenda kuipublicize ni njia sahihi? Na kama leo inaonekana Yanga hamna uthibitisho, nini kitakwenda kutokea? Kwa nafikiri halikuwa jambo jema, na tukianza kuruhusu haya mambo kila mtu akawa na uhuru kupitiliza, inakwenda kutuharibia mpira. Mimi naamini kwamba kama palikuwa pana changamoto yoyote, kuna watu ambao lipo, mamlaka zipo. TFF wamekuwa kiendelea kutoa jumbe zao kwamba wanapinga upangaji matokeo na mpaka wanatoa email ya kuweza kutumia, lakini pia kuna TAKUKURU ambao kwenye kila wilaya wapo na wanapokea tuhuma za rushwa ambazo zimekuwa clear. Kwa hiyo nafikiri kwamba tusianze kuchafua ili mwisho wa siku tuje kubagaza ubingwa wa Yanga. Nachokiona ni kama tunaanza kutengeneza mazingira ionekane Yanga akuchukua ubingwa kwa halali na watu kwenda kutengeneza theme pass. Kwa nini? Kwa sababu yalianza mambo mara waamuzi. Watu wakataka kwenda hapa kusoma dua kwa ajili ya waamuzi. Ikaja issue ya Damaro. Ikapelekwa imeenda imeisha. Leo tunaingia Yanga mara sio unahusika sio na mambo mengine nje ya kiwanja. Kwa hiyo ni kuanza kutengeneza mazingira ya kuandaa watu kwamba ikitokea in case pengine tumekosa ubingwa, basi kuna sababu za msingi. Mimi naamini kwa mpira ucheze kiwanjani. Na ndio ambacho nakiamini, lakini kwanza kuchafua hizi image haina afya kwa mpira wetu, kwa sababu leo utaichafua Yanga, kesho utaichafua Azam, kesho utaichafua Simba. Inakuwa inafikiri pia sisi tunaandaa AFCON 2027 tunaandaa sisi, na serikali imewekeza nguvu kubwa sana katika miundombinu, katika kutengeneza mambo mengi yaweze kuwa sawa. Kwa hiyo miongoni mwa thamani ambayo tunapaswa kuandaa ni pamoja na ligi yetu ipo kwa top 10. Sasa tukianza kupublicize mambo kama haya, yanakwenda kutuharibia sifa ambayo tuko nayo. Lakini pia rais wa Yanga ni rais wa vilabu, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ambaye anaongoza. Hasa kuanza kumuhusisha na haya mambo ya upangaji matokeo kama ndio klabu yake, si tu manzuri, si kitu kizuri. Lakini pia klabu ya Yanga na wadhamini ambao wanaidhamini tu katika masema mbalimbali, lakini pia ikiwa pamoja na zawadi za ubingwa wanapata bonus. Wana makampuni ambayo yanakuwa kiwasaidia. Kwa hiyo unafanya leo ile makampuni yaanze kufikiria kutoa bonus kwamba hii timu kumbe tunaipatia bonus, badala ya kwenda kuinvest katika miundombinu na timu inakwenda kununua mechi. Kwa nafikiri kuna mambo ambayo yanatakiwa watu waweze kuyaangalia. Tusizungumze kila kitu ambacho tuko nacho. Lazima tuhakikishe kwamba tunalinda thamani na hadhi ya tunaowazungumzia pia. Yaani tusivuke mipaka kwa maana kwamba kwa sababu una uhuru wa kuzungumza, kuna media inazungumza, hapana. Lakini uzuri unaweza kuwa shahidi, umeweza kuona media ambayo ilikuwa inatumika imeweza kukana. Kwa hiyo kama media imekana, maana yake nini? Wamekaa wakaangalia zile tuhuma, wakazipima na uwezo wa kuthibitisha, wakaona kwamba hazina uwezo wa wao wakaamua kuweza kuzikataa. Kwa hiyo ni dalili ya kwamba ile jambo lina walakini ndani yake. Shukrani sana Dominic. Karibu tena. Asante sana.